Live na G, hatuchoki kujifunza, hatuchoki kuuliza maswali, hatuchoki kujadili na kuibua hoja. Sometimes ile eneo ni sehemu ambayo naibua hoja ya mambo ambayo nimejifunza, na sometimes kuwa smart inahusisha pia kujua mipaka ya unajua hadi wapi. So nazungumza na watu ambao wana mipaka ya mbali sana when it comes to kufikiria, na Deogratius kutoka Watu Baki ni moja ya stand up comedian ambao nimekutana nao kwenye algorithm huku na nikagundua ni watu warefu sana kiakili. Live na G. Finally. Kaka, vita ni kubwa. Siokee sana watatutoa sasa. True story. Nduguaje bro? Shwari mzee, kwema? Bana, kwema sana mzee wangu. Nafurahi sana kuongea na mtu kama wewe. Umefanya vitu vingi sana kwenye industry, especially ya comedy. Na hivi vichangamoto kama hivi nimekuona na uwezo mkubwa sana wa kufikiria. Unaijua dunia, una exposure yote so far ambayo unayo sasa hivi. Are you proud kuzaliwa Afrika, au kungekuwa na ile mfumo wa kuja kurudi ungetaka kurudi Afrika au ungerudi nje ya Afrika? Mimi nimefurahi na huo mfumo wa kuja na kurudi. Nafikiri nitarudi hapa. Sina uhakika sana, lakini kwa hapa ambapo nimezaliwa Afrika, I'm happy. Na hata ukiangalia kwa namna ya fursa na nini na cultures, mimi hapa bana sitaki kuhama. Hapa ndo penyewe, hapa ndo panaenda kunoga hapa. Okay. Na kwa nini umekiona? Nataka unipe hiyo kodi. Kuna kodi kama umeiona panaenda kunoga. Unahisi Afrika ni future? Kwa mimi ninavyoona, kwa sababu kwa mimi naamini future ya binadamu, hasa ukizungumzia kwenye sisi kuja pamoja ili kufanya vitu, sioni kama madola au zinaitwa empires zitaendelea kuwepo. Nafikiri kutakuwa na mabadiliko. Watu hata haya mambo tunayoyaona yanayoendelea, watu kutokupenda kazi zao, watu kufurahia maisha yao, ni kwamba empires kama utaratibu wa binadamu kuja pamoja kutengeneza maana moja ambayo wote mnaifuata, hiyo ambayo inamaanisha maisha yenu, lakini pia katika hiyo mnakuwa mna shughuli mnazifanya ambazo sema naamka asubuhi naenda kulijenga taifa na nini. Empires zinaendelea kuanguka kwa sababu empires kwanza zimekuwa zikianguka, lakini nafikiri huu mfumo watu wataacha kabisa, kwa sababu haujabase kwenye swala la kwamba tusaidiane kama binadamu, au tutengeneze mifumo ambayo kila mtu atanawili, atastawi kama alivyokusudiwa, au kama tunavyomuona yeye na potential yake. Badala yake ni kuangalia ni nani mwenye nguvu na nani ameweza kuwapanga wenzake vizuri. Kwa mfano kama kuna ile ambayo inasemaga, kuna mtu nilikuwa naongea naye juzi akaniambia, nimesoma kitabu kinasema ukitaka kumtawala binadamu au ukitaka kufanya vizuri na binadamu, kwanza inabidi umshike dini yake. Sasa mimi nikamuuliza, kwa hiyo wewe kwa kifupi ulichosema hapo ni kwamba ukitaka kufanya vizuri, kufanya mambo na binadamu, hakikisha namna fulani hivi umemtapeli. Sasa hiyo system hiyo kwa nini tutapeliane? Kwa nini hatuwezi tukaje tu pamoja? Yani kwa bwana wewe brother hapo G una vitu vyako, mimi na vitu vyangu, na tunao mix vitu vitokee, lakini sasa kwa nini iwe kwamba eti ujanja ni kuwa mafia? Umeweza kuwadanganya watu wangapi? Sasa hiyo ya kupigwa hiyo watu wameshaijua hiyo, na binadamu wanaendelea kuichoka. Na in fact hata haya matatizo tunayoona, resources ni nyingi lakini they are not well shared na ni mifumo. Kuna mgeni wako alikuwepo hapa, brother yangu, nani yule, jina limenikimbia kidogo, yule alisema hivi, tatizo sio watu, tatizo ni mifumo. Unaona, hata kama wewe unamzungumzia Kidau ni wale jamaa wa Israel. Yes, yani tatizo ni sio watu, kwamba watu ni matapeli. Wewe mara ngapi wewe umeanza na roho nzuri ukasema mimi nilianza na roho nzuri nikapigwa kweli rafiki yangu, sasa hivi nimebadilika. It's the same thing. Watu si wabaya, lakini sasa mifumo ambayo inamsababisha mtoke, you have going to choose kati ya survival na wewe kuwa wewe, ambao na wewe kuwa na nia nzuri, ndio inasababisha sasa kila mtu anakuwa mjanja. Lakini nafikiri itafika mahali ambapo watu watasema tunaweza tukaishi tu rafiki yangu, yani kwani issue nini? Alafu hii mifumo hii ikakimbia na it's something that is, mimi naiona kama trend inakuja. So kwa nini Afrika naona
Afrika mimi naona kuna nafasi ya juu zaidi, kwa sababu tukizungumzia mifumo ya mbadala, ukiniambia mimi Afrika nitakwambia tayari kulikuwa na Live na G. Kwa hiyo ukizungumzia sasa mifumo mbadala, mimi naona kulikuwa na mifano mingi sana ambayo iko hapa Afrika. Sisemi kama mifumo iliyo binadamu wa Afrika wameshawahi kukutana na kufanya shughuli kwa pamoja na kuoana na kukuza na kufanya biashara nje ya mfumo wa madola. Kwa mfano kama kwa mfano kama ukizungumzia kwa hapa Tanzania utagundua hao wanaoitwa Ndendeule, Wandengereko, Wandamba, Wachaga walikuwa na maisha yao yanaendelea, na systems zilikuwa not necessarily madola kwa maana ya empires kama tunavyozifahamu sasa hivi. Watu walikuwa wanaendelea na mambo yao, na utagundua watu walikuwa wanaoana, wanafanya biashara. Kwa hiyo hata kuna historia ya sisi kama mataifa madogo kufanya biashara kwa pamoja na kuweza kuangalia namna gani tuna participate nje ya mfumo wa empires. Kwa hiyo nataka niseme kwamba Waafrika wataikumbuka au watajua kufanya namna nyingine ya kushirikiana kirahisi zaidi, kwa sababu empires kwa mfano kama hapa Tanzania, manake unazungumzia miaka 1800 hapo na 80 ngapi, that's when we were told, kwa sababu hata ukiangalia ukoloni wao hawasemi wale waleta ukoloni kama kalipita, wao wanachoamini ni kwamba walikuja kutusaidia, kwa maana ya kwamba kuna namna unatakiwa ujenge jamii. Nyinyi kuna namna formula zenu fulani mmetumia za kujenga society, naona ziko duni kidogo, mmekosa maendeleo. Sasa tunakuja na hii ambayo ndo namna nzuri zaidi ya kufanya. So what they were bringing kama madola is supposed to be the latest technology of building a working, yani teknolojia inayofaa ambayo ya kujenga jamii inayonawili kuliko nyenye wa Afrika tumeleta hii. Sasa okay. Leo napenda jinsi unavyoiwaza, lakini tujiulize though, ni issue ya rangi ama hiki kipande cha ardhi kwa maana ya geographic kinachoitwa Afrika ndio kinatuleta pamoja, ama ndio kinafanya tunakuwa watu wa duni ama chochote, au ni asili ya binadamu kwamba kwanza tunahitaji system kiujumla tu as human beings. Issue ya kwamba hiki kitu kitakuja kuishi ni issue ya Waafrika, kwa sababu ukiangalia, unajua Waafrika kwa Waafrika sisi wenyewe tulikuwa tunapigana vita. Unafahamu story ya Shaka Zulu, hatukuwa kwa amani. Issue ya utumwa ilikuwa ni lifestyle ya Afrika. Walichokuja wale jamaa walichofanya ni kuleta biashara ya utumwa. Yaani maana yake ni kitu kilikuwa ni mfumo wa maisha kuwa na utumwa, kama sasa hivi hapo tunaitwa wafanyakazi, ilikuwa utumwa. Sasa kama mambo yote yalikuwa yanaendelea na kuna empires ziliwahi kuwa zamani zikashuka Afrika na sasa hivi zinaendelea, Marekani zinazunguka, kwa nini mkitengeneza hii issue ya ukombozi ujao tunatengeneza kama is all about geographical, hii kitu tunachoitwa bara la Afrika na rangi nyeusi tu, pesa za wazungu? Kwa nini sio ukombozi ambao unahusisha labda human beings as watu wote kiujumla? Swali zuri. Kwanza kabisa tulianza kuizungumza kama Afrika kwa sababu uliuliza kama ningefurahi kuzaliwa tena Afrika, na pia mimi ukombozi naozungumzia not call it ukombozi, kwa sababu kimsingi kilichobadilika kwa binadamu ni lifestyle ambayo tumeamua kuchagua kuishi kati ya jinsi tunavyohusiana na Mungu, ambacho kwa neno Mungu navyolitumia hapa sasa hivi na imaanisha source ya kila kitu, chanzo cha kila kitu. Wewe utatumia neno gani kukielezea, lakini sisi tunavyo relate na sisi kwa kujua kwamba kuna chanzo na sio kujiuliza kama Mungu yupo au hayupo. It's very, kwa ukiniuliza mimi ni swali la kipumbavu, kwa sababu wewe upo. Sasa unakuaje upo alafu hakuna kilichokusababisha? Labda kama tunazungumzia Mungu kwa maana ya mzimu wenu, kwa maana ya taratibu zenu nyinyi za kujiendesha. Kwa hiyo sasa mimi ninachokizungumzia, umenikumbusha mwamba anaitwa Mchokonozi, niliongea naye hapa Joseph anasema hamna uumbaji. Hamna uumbaji tena. Unashoje? Okay, mimi nilikuwa ndio hicho ulichokiongea leo kwamba uwepo wa uumbaji ni uthibitisho wa uwepo wa muumbaji. Sasa swala ni kwamba mara nyingi tunapotea kwenye maneno. Kimsingi kwanza tujue kwamba mimi nilichokisema ni kwamba kama tuko hapa maana kuna kilichosababisha, au
Obvious. Obvious. Kwa hiyo sasa kwangu mimi swali la Mungu yupo au Mungu hayupo, maana ya swali la kwamba kilichotusababisha kipo au hakipo, mimi nalijibu kwamba kwa sababu tupo, kilichotusababisha tupo. Huenda tusio tuna uwezo wa kukifikiria na kukielezea, sawa, lakini the fact ya kwamba tupo, kilichosababisha kipo, hiyo imeisha. Sasa ukitokea hapo sasa ndo unakuja sasa kwenye wewe unavyohusiana na kilichokusababisha, wewe unavyohusiana na wewe, na wewe unavyohusiana na binadamu mwingine, mnyama, au tuseme wewe unavyohusiana na roho. Mimi kwangu kilichosababisha ni roho, wewe ni roho, mimi ni roho. Roho ni nini? Roho si kitu, maana hakina mwanzo wala hakina mwisho. Tukisema kilichotusababisha tuite labda ni roho kuu, ni hiyo ambayo kutokea kwake imejigawagawa, tukatokea sisi roho ndogo ndogo kwa sababu ya experiences tunazotaka kuzipata hapa. Mwingine roho yake imeweza kubeba mwili wa paka, mwingine imeweza kubeba mwili wa mtu, mwingine imebeba mwili wa mti, lakini ni roho zinakula experience yake. Sasa tukitoka hapo sasa tunarudi kwenye kwamba hizo roho ambazo kwa sasa ndo zinakula human experience. Kwa sababu unajua hata hapa tunazungumzia Mungu tunavyomuelewa mimi na wewe kama binadamu. Paka angeshiriki kwenye maelezo haya, amini kwamba cha kwanza kabisa hata ungemwambia Yesu sio nini, angesema mbona ni mtu na mimi ni paka. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo tunachokizungumza hapa ni binadamu, na binadamu kutengeneza kwanza uhusiano wake na yeye, uhusiano na kile ambacho na uhusiano wa vitu vingi ni uhusianaje. Hapo sasa ndo unakuja kwenye utaratibu wa kutengeneza utamaduni au mila. Maana yake unaangalia kinachoendelea na wewe unavyofiti, na unajaribu kujiuliza kama mambo yanaenda hivi, basi hicho kilichotusababisha kina issue gani? Kwa mfano, kama there is vitu vipo, miti ipo, watu hakujawahi kuona scarcity ya aina. Labda kilichotusababisha inawezekana chenyewe hakina scarcity, kwa sababu kama chenyewe kingekuwa kinadaiwa kodi, si unanielewa? Sijui. Kwa hiyo haya yote kwa ni mawazo ya binadamu kuelewa asichoweza kukiona au asichokitazama, lakini kimsingi ukiniuliza mimi ni binadamu kujielewa yeye nature yake kama roho, sawa? So now ukitoka hapo sasa ndo unakuja kwenye jamii na watu walivyotengeneza kutokana na uelewa. Sasa ninachokizungumza mimi kama Beyond Empires haihusiani na rangi ya ngozi. Yaani kwangu hichi ni kitu cha mwisho kabisa, kwa sababu mimi ni roho inakuwa nafsi inakuwa mwili. Ndio mimi nasema unazaa mwili wako ndani ya nafsi ili uweze kuifahamu roho yako. Hii rangi ni feature ya mwisho kabisa. Sawa. So hata hizi uelewa wa kumwangalia binadamu kama huyu ni Mwafrika kwa sababu huyu ni mweusi, huyu ni mweupe, hiyo ni kitu cha mwisho kabisa, na hata aliyoileta hiyo ana sababu zake za kutaka kugawa watu wa aina fulani. So kimsingi ukirudi kwenye Afrika, na nilichokuwa nakisema mimi ni hiki hapa, nilikuwa nasema kwamba system ambayo tumefikia sasa hivi, ambayo tunaizungumzia, ambayo inaendesha mahusiano ya binadamu wengi kuanzia yeye na Mungu mpaka yeye na binadamu wenzake, inarudi kwenye issue ya madola empires, ambazo pia ndio zinazohusika na hizi dini. Umeshaelewana mkuu? So what I am trying to say is this: the system is running. Kwa mfano kama Mkristo, one thing atakwambia hii imepita miaka 2000. So kimsingi mkuu, CD iliyokuwepo kwenye deck inaocheza ni ya kwenu. The culture that we have right now to a big extent ni tumetoa kwenu. The culture ambayo iko sasa hivi Muislamu imetoka kwenu. You are the big religions, you are already running this thing. Kwa hiyo maana yake hata matatizo tunaopata, tunaona watu binadamu wana issue, binadamu ni wanyama. So, ambaye anawajibu swali la Mungu ni nini na ishije, wapo wanaojibu sasa hivi, Wakristo, Waislamu na ambao tunasema ni Waebrania huko, Yahudi na ziko. Hilo swali limeulizwa na watu wengi. Sasa mimi ninachokisema ni kwamba kitakachofuatia ni kwamba huu mfumo, kwa sababu unafeli, including the reason why we're even having this discussion, ni kwamba huu mfumo utabadilika. Watu watatafuta namna nyingine ya kuja pamoja na kuanza kujiuliza, kwani ni lazima iwe hivi? Kwani walivyokuwa wanahusiana hao wengine walikuwa ndio wana mabaya yao, wao walichokuwa wanajaribu kukifanya ni nini? Kwani hakuna options zingine? Kwa mfano, there is a discussion duniani ambayo hapa Tanzania izungumzi sana, is discussion ya indigenous people, wazawa wa eneo. Na issue ya wazawa wa eneo haihusiani na rangi. Tunachokitafuta ni kwamba
hao hapo walipozaliwa, walipokagua, walitengeneza culture za aina gani, na zenyewe zilikuwa zina favor nini? So indigenous communities kama za Marekani, indigenous communities kama za Brazil huko, indigenous community kuna zingine sijui za wapi zipo, hata Wachaga wani indigenous, Wakinga ni indigenous. Sasa now the question is, okay, hizi ziliachwa, sasa tuna huu mwingine ndo ambao umesababisha mpaka we have the system that we have sasa hivi. Sawa. So now what is going to happen, ukiniuliza mimi, ni kwamba people will start looking for alternatives, which is a discussion that's going on. Ndio maana tunarudi kwenye indigenous culture, tuwaulize kwani nyinyi maana ilikuwa inatoka wapi? Maana sisi tunaona sasa kila kitu sasa hivi ni masoko, na hii ya masoko inakuwa kama values zenyewe unaweza pia kuzinunua. So what is the alternative? Now, if you're looking at that, mimi nitakwambia kwamba speaking of alternatives, we have African indigenous cultures nyingi ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kuchangia swala la how should human beings come together, binadamu washirikiane vipi mbadala wa madola. Ndio hicho nilichokuwa nasema. Wow, nimependa unavyoielezea na natamani twende deep zaidi hapo kwamba kwa hiyo huo mbadala utakuwa na side effects kama unavyoona hiki tulichonacho sasa hivi. Inategemea. Wanasema in every action in nature there is equal and opposite reaction. Lazima itakuwepo. Sawa. Sasa ngoja nikuulize swali. Yaani kwa nini nasema inategemea, ni kwa sababu huo mfumo wenyewe unajaribu kuachieve nini? Sawa? Ni hivi. Kwa mfano sasa hivi, sawa? Wewe na mimi tunatumia hii simu. Sawa? Mimi na wewe tunatumia hii simu katika level ya consumer. Sawa? Yeah. Wewe unatengeneza hardware na inawezekana huna huo ufundi. Sio wewe unatengeneza software na inaonekana huna huo ufundi. Kwa hiyo mambo ya machine language hujui, na mambo hata ya programming language hujui, lakini wewe unajua kutumia nini? Simu. Sawa? Same na mwili pia. Same na cultures. No, nataka nielewe zaidi. Same na mwili. Hata huu mwili sijui kwenye level ya atom unavyo-operate, but niko ndani yake na utumia huu mwili. Kuna tatizo gani hicho kutona nini? Umeona wewe ulivyoniambia hapo, kwa mfano kwamba wewe una atom na wewe upo ndani ya huo mwili. Mimi kimsingi, that's not how I operate. That's not how I look at reality. Hiyo sio mtazamo wangu wa dunia. Hata ukiniuliza chanzo cha huu mwili, mimi siko ndani ya huu mwili. Huu mwili ninautumia, nimeupossess. Roho yangu imetengeneza nafsi ka condense kwenye mwili. Roho yangu haiko ndani ya mwili, mawazo yangu hayako ndani ya mwili, hisia zangu haziko ndani ya mwili. Roho inatengeneza hisia na mawazo ndiyo inatengeneza mwili na vitendo. Kwa hiyo ni vice versa. Hicho unachokisema wewe ndio tunaita kuishi kinyume. Maana yake unatumia nafsi na unatumia roho kwa ajili ya kufurahisha mwili, wakati in reality is supposed to be opposite. Unatakiwa utumie mwili, utumie na nafsi kuifurahisha roho yako wewe, kwa sababu roho tunavyoiangalia au unavyoiangalia mimi ni wazo. Hiyo nafsi kuu ilivyojigawa ilikuwa ina wazo la kulijaribu. Moja ni deo, moja ni ji. So now wewe ukiacha kuishi kwenye uhalisia wa wazo lako na ukaanza kuangalia mwili wako, kitakachotokea ni kwamba unaishi vice versa. So maana yake ukisikia vizuri, kuwaza mawazo mazuri itategemea na unavyoiona condition yako ya mwili, ambayo sasa that ndio kufeli, kwa sababu you are living from the back. Yani wewe yani instead of you of furaha. Kwa mfano sasa hivi watu wapo deep. Let's just talk of something very real. Unaposema watu wana depression, unaposema watu wana anxiety, ukija kuchunguza kimsingi it's because huyo mtu akijiangalia condition aliyokuwepo anasononeka, condition yake ya kimwili.
condition yake yeye anavyoona maisha yake yanavyoenda kutokana na standard za jamii. Umeshanielewa? Anaona niko mahali fulani, alafu siko nakotaka kuwa, inaleta kusononeka. Kwa mwingine anayetaka kufanya italeta wasiwasi. Lakini kumbuka yote haya yanatokea kwa sababu kipimo cha kupimia whether wewe uko sawa au hauko sawa, sawa mkuu, umeangalia circumstances zako. Umenielewa? Lakini in reality circumstance ni kitu ambacho unaumba wewe kama roho. Okay, napenda upana wa mawazo yako. So kama nimeelewa vizuri Deo, wewe unaamini unaishi nje ya mwili. Mwili ni kitu umekishika kama hii peni hivi, nimekizalisha mwili pamoja na nafsi. Kama ni hivyo, kwa nini kuna vitu kama addiction? Yani kwamba kuna wakati kabisa wewe ufahamu wako unakuambia sitakiwi kutumia madawa, lakini mwili unakuwezesha, unakufanya wewe unaenda kutumia madawa. Maana yake ni kwamba kama mwili, kama wewe umekishika kitu hivi, sina uwezo wa kukiachia. Kwa nini kukiachia inakuwa ngumu kama uishi ndani yake? Na ndio maana theory ya kuishi ndani ya inakuwa na make sense, kwa sababu mwili unaathiri nafsi, nafsi inaathiri mwili na vice versa yake. Sasa pia kuna vitu vitatu: spirit, soul, body. Yeah. Roho, nafsi, mwili. Roho si kitu, ni nafasi ambayo hiyo nafasi inaruhusu wewe kuwa na nafsi. Sasa nafsi ni nini? Natumia maneno haya. Nafsi ni vitu, muunganiko wa vitu viwili kwa lugha ya hapa tunavyosema. Cha kwanza kwa binadamu, hisia na mawazo. Ndio maana the ideas you come up with zinatokea kwenye hisia. Unavyojisikia ndicho utakachokiumba. Uweze kuwa unajisikia mnyonge, alafu kasema mimi nataka niona Facebook, nimiliki niwe Mark Zuckerberg. You are never. Ni binadamu hatujaelewa tu process ya kuumba circumstances. Mwili ni circumstances. Mwili huu, lakini na circumstances. Kwa mfano kama hapa tunafanya interview. Situation, yani sitaki kutumia neno situation kwa sababu situation ni kitu cha tofauti, kiko hapa kwenye nafsi. Circumstances unazokutana nazo. Kwa mfano, tutofautishe maneno mawili, alafu nitakujibu swali. Ili yote nataka kujibu swali la addiction, sawa? Tofautisha vitu viwili. Kuna circumstances na situation. Circumstances ni vitu vinavyotokea. Kwa mfano, wewe unaweza kuwa unarudi nyumbani kila siku, demu wako anakupikia, anakupokea vizuri, sawa, alafu anakwambia nimechoka, naenda kulala mapema. Si unanielewa sijui? Sasa wewe circumstances zinaonyesha ni kwamba umefika nyumbani, umepikiwa vizuri, ila mke wako amechoka, ameenda kulala. That's the circumstance. Lakini situation inaweza ikawa tofauti. Na maanisha hivi, wewe unachokiona kama circumstances za kawaida, mke wako kumhudumia, inawezekana kwamba the situation you are in ni situation ya yeye anakuchiti, anachoka kwa sababu kabla wewe hujafika alikuwa na mtu mwingine. So the circumstances you're seeing zinaonyesha kwamba kila kitu kiko sawa, but the situation you are in ni situation ya kuwa cheated. Ndio maana baadaye unasema kumbe alikuwa ananidanganya. Si umenielewa? Sasa here's the thing. Mara nyingi situation ndio inatengeneza circumstance. Kwa mfano, kama wewe upo kwenye situation ya kutokujua na ndio maana unatapeliwaga. Sawa? Kwa hiyo unatapeliwa. Mpaka mtu aje akusanue kwamba sio hiyo. Wewe unachohisi kwamba uko pale unafanya sio hiyo. Si umeshanielewa? Sasa tunarudi hapa. Addiction, mpaka mtu inatokea addiction. So let's just say kwa mfano ni mtu ambaye anakula, let's say anakunywa sana pombe. Si ndio? They are addicted to alcohol. Tukimchunguza, let's say huyo mtu, wewe umesema huyo mtu anajua kabisa pombe sio nzuri. Yeah. Lakini kwa ninavyoinywa hivi, yani kwa wingi huu unavyoiconsume ndio inakuwa mbaya kabisa. Lakini kimsingi ukikaa naye huyo mtu atakuwa na malalamiko mengine nje ya pombe. Umenielewa mkuu? Kwa mfano,
Bana mimi itarudi. Kwani watu wanakunywa kwa sababu gani bro? Kwani watu wanakunywa kwa pesa? Labda akaumizwa kwenye mapenzi, labda yeye bana ni mtu ambaye bana yeye mambo yake yeye yaendi, au labda yeye ni mtu ambaye anajua hiyo ndio starehe peke yake. Yani kuna kuwaga na situation nyingine ambayo mtu anapitia ndio inampeleka kwenye circumstance ya kunywa pombe kila siku. Kwa hiyo kinachomshinda is the person has not removed themselves from the situation ambayo inasababisha ulevi. Kwa mfano, yeye anakunywa pombe kwa sababu anaona yeye ana bahati mbaya ya kimapenzi. Kumbe kimsingi kinachoendelea sasa sio bahati mbaya ya kimapenzi, ni yeye hajithamini. Kwa hiyo mwanamke akikaa naye hivi anaona kuna energy tu inakuja kwamba huyu mshikaji mbona ana wasiwasi, anakuwa na wivu ajabu ajabu. Kwa hiyo yeye ndo anafukuza watu. Unanielewa mkuu? Yeye ndo anafukuza hao wanawake because Unaeleweka mzee wangu. acting of how is acting. Na ukichunguza it's because of something that he thinks and feels about himself. Tunarudi kwenye nafsi, anachojisikia na anachokiwaza juu ya yeye ndicho kinampelekea ishie na watu wa aina hiyo, na watu wa aina hiyo wamkimbie. Pombe anainywa tu kwa sababu hataki kudili na situation inayoendelea. The way he feels about himself, which is himself, anavyojisikia kuhusiana na yeye, ambao anajisikia vibaya, anajisikia labda mimi sistahili, anajisikia kwamba mimi unajua pia sina hela, kwa hiyo mademu hawanielewi, anavyojisikia yeye na anachokiwaza yeye. Kwa mfano, yeye anawaza kwamba ni umaridadi sana kuwa na mademu wengi, piga kila siku. Huo ndo wanaume. Ukichunguza in reality mpaka yeye ametokea kwenye hizi hisia, there is something very deep that yeye haja acknowledge na yeye. Kwa hiyo pombe ni cha kupotezea tu ili asidili na hiyo issue yake. So the fact ya kwamba kuna addiction does not prove that you live in the body. In reality it proves the opposite, that your emotions and feelings, unavyojisikia na mawazo yako, unavyojisikia na hisia zako, na pia unavyowaza, all those, hiyo ndo inasababisha mwili uingie kwenye circumstances fulani. Kwa sababu wewe kama roho ambaye si kitu, unaumba hisia, unaumba mawazo, mawazo na hisia yanaumba mwili pamoja na circumstances ulizokuwepo. Life is vice versa, ila sisi tunaishi hivi kwenda hivi badala ya hivi kwenda hivi. Okay, napenda ulivyoiwaza. Vipi kuhusiana na the fact kwamba milango ya fahamu yote ambayo yanakupa mawazo, yanakupa hisia, yanakupa kila kitu, hata huo uwezo wa kuzitambua hisia, kwamba sasa hivi nasikia njaa, nasikia hasira, nasikia furaha, nasikia upweke, hiyo vyote viko kwenye mwili, ni huu mwili. So najua unaamini kwenye issue ya mind leads to matter, na nakuelewa. Nataka nielewe kitu kimoja. Msingi wa huu mtazamo wako ni nini? Is it psychology? Ni theology? Ama ni kitu gani? Mtazamo wako unatoka kwenye nini? Mtazamo wangu unatoka kwenye kukagua maisha yangu ninavyoishi mimi mwenyewe, kwa sababu kama nimeumba kwa mfano wa hicho kilichoniweka hapa, it means blueprint iko kwangu. Kwa hiyo sitaki kwanza kukimbia sana mbali, inabidi nianze kujichunguza mimi na mazingira yangu, nielewe kinachoendelea. Alafu kwenye swala la five senses, ngoja nikuwekee basi mimi ili uione. Roho tumesema si kitu, but you still experience it in your life kama kinachoona maisha yako, the observer of your situations and circumstances. Kinachoona kama mtu anavyoangalia TV, au siki kwenye movie, anaona, ni spectator. Ndio maana wewe hata ukiwa unaumwa unasema mimi naumwa, lakini kimsingi kuna kinachoona hiyo situation ambacho chenyewe hakiumwi, kiko sawa tu, chenyewe kinaona akishiriki. Hiyo ndio the closest thing to your spirit, the observer. Sasa kina observe nini hicho kinachoona? Kinaona mawazo, chenyewe ndo kinaona hisia, chenyewe ndo kinaona your actions. Ndo hiyo Utatu Mtakatifu wa Kristo alioita, kuna spirit, kuna soul, kuna body. Wengine wakaita sijui ndo Father, sijui Son, whatever. Lakini the point is this, wanachojaribu kujibu binadamu hapa, huyo aliyeshiriki kutengeneza theolojia, filosofia na nini, they are trying to answer the same basic question ambayo mimi nataka kujibu.
nature yangu ni ipi, ili niweze kuishi na kuumba ninavyotaka mimi au ninavyojisikia mimi. Kwa hiyo haya maswali yote ni ya kuelewa kwamba hapa, kwa hiyo hapa unatakiwa hii issue imekakaje, kwa sababu pia unaweza ukaingia hivi kumbe haiko hivi, ukaingia hivi haiko hivi. Kwa hiyo ndo maana unakuja unapata kabisa hata hizo unaita science, hata utaita dini, they are simply trying to ask the question na kuresearch kinachoendelea sasa hivi. Okay, na umepata majibu kadhaa. Okay, kwa hiyo la mwisho kabla hatujaondoka kwenye hii mada, AI unataka kusema kwa hiyo theory yako, maana yake AI haiishi ndani ya kompyuta? AI haiishi ndani ya kompyuta. Yeah, ndio ulichokisema, yani kwamba intelligence yetu hiyo, roho, nafsi na mwili haiishi ndani ya ipo. Ndio naweza kujibu hivyo. Ndio kwa sababu gani? Nikufurahishe, ukichukua hiyo simu yako sasa hivi ukaitupa mwaka 1555 hakuna atakayejua kutumia chochote, kwa sababu Instagram inaishi kwenye simu, lakini kwenye kichwa, it is outside of the phone. Sikiliza, Instagram ili ifanye kazi tunavyofanya hivi, sio tu application, binadamu wanatakiwa waingie. It's a concept ambao sisi kama binadamu au kama spirits we participate in it. So AI does not live in your phone per se. Okay. Kuna AI bila binadamu. Yani you're not going, who created AI? Who is using AI? For AI for it to be complete kama wazo, lazima kuwe na mtumiaji. Wow. Tuliachia hapo Deo, nitakutana na wewe live. Tuzamishe kwenye mindset ya comedians. Nilikuwa namwambia rafiki yangu mmoja ambaye naye yeye sio comedy official, lakini ni mtu anachekesha, anaitwa Big Chawa, sijui kama umeshakutana naye. Ni mmoja wa watu warefu sana, na kitu ambacho niligundua ni kwamba ukienda baada ya muda fulani mbele utagundua matatizo yaliyokutokea nyuma na situations hizo zinachekesha, zinachekesha, lakini huwezi kuona huo uchekeshaji mpaka muda ukipita. Lakini comedians nyewe mna uwezo wa kuviona hivyo vitu wakati vinatokea, mnaona sense of humor kwenye matukio. Waona kama nyie jamani magenius, natamani niingie kwenye mindset yenu. Nini kinatengenezaga mindset yenu? Sijui umenielewa ninachojaribu kujadili na kuelewa mkuu. Kwa kifupi haitatoka nje. Kumbuka hata hii comedy yenyewe inaishi kwenye hii dunia hii tuliyoiumba. So sisi kama ulivyoelezea hapa, mpaka wewe mwenyewe unaweza kujicheka, si ndio? Ni kwamba kama ulivyosema ulikuwa kwenye situation fulani, au uliona situation kama ni hii alafu ikatokea sio yenyewe, au ilitokea lakini muda ikawa ni mbali, ilitokea kama mwaka juzi, ndio maana unaweza ukafanya nini, ukaicheka. So sisi hapa kama comedians, kwa mfano nikijizungumzia mimi hapa personally, mimi personally mpaka naweza kutengeneza ucheshi au point of view yangu ya ucheshi, ukiachana na swala la kwamba unaweza kutunga kitu kinachekesha na nini. Mimi natumia comedy kudili na ukweli, yani naitumia comedy kama kifaa cha kuzungumzia ukweli, lakini kwa namna ambao mtu anaweza akaupokea vizuri na asijisikie kama amesemwa vibaya. Yani kimsingi una ukweli fulani kwa bana si hapa bana, kama kwa mfano kuna joke yangu moja kwambia kimsingi kila Mtanzania anaweza tusema kimsingi Tanzania unaweza kufanya kila kitu. Sema sisi kama Tanzania tunaweza kufanya kila kitu, sema tu ile hatujakaa tukatulia, ila kama ndo tunapata mahali hivi ni tunatulia hivi. The point of that is ni ile sauti ambayo sisi wa Tanzania tunaichukulia kama kila kitu ni rahisi, yani sema tu ile hatujakaa tukatulia mwanangu, unaelewa? Ila kama mtu anakaa hivi anatulia hivi ni anafanya mambo hivi, kimsingi mimi nachokicheka hapo nachokisema hapo, kirudi kwenye maneno ya kawaida ni kwamba sikia bana, hebu tuacheni kuzingua bana, yani wewe kwa nini uchukulie kazi za watu simple namna hiyo rafiki yangu, yani kwamba unaweza tu ukakaa ukatulia ukafanya. Na ndio maana Bongo hamna mtu anaweza kukubali kwa kipaji chako, kwa sababu ukikaa ukatulia kila Mtanzania hicho kipaji chako anacho. Sasa huo ni ukweli. Mbona kama tunakuwa tunarudishana nyuma? Sasa unaona hapa imekuwa ni speech. Sio, umenielewa? Imekuwa ni speech, imekuwa kama
lakini tukiweka kwa maana ya comedy it's the same thing, lakini kwa lugha fulani ambayo we mwenyewe unaona kama sikuwataki. Kwa hiyo kwa sababu sikuwataki, haui defensive. Kwa hiyo unanisikiliza na wewe mwenyewe unaweza ukakaa baadaye mwenyewe ukacheka ukasema yeah, sisi tunatuaga sisi. That's the point of comedy kwangu mimi. Lakini tofauti na hapo, comedians generally ni hiyo tuna notice. Yani sisi tuna notice kwamba sauti imekata kidogo. Unakuwa unaelezea sauti imekata kidogo hapo mwishoni. Yeah, nilikuwa nasema kwa hiyo sisi comedian kinachoendelea ni tuna huo tu uwezo wa kujiweza kujitoa kwenye situation, kujitoa kwenye circumstance, ukarudi pale kwenye situation, kwenye nafsi, lakini muda mwingine unatoka tena hapo unarudi juu zaidi na kuona kwamba mbona hata kwenye haya mawazo mwenyewe na hisia zangu zenyewe bado nazingua. Kwa hiyo inakurudisha kwenye uumbaji, inakutoa kwenye circumstance ambayo ni mwili, inakutoa kwenye nafsi ambayo ni mawazo na hisia, ndio aliyokupelekea hata wewe kufanya hayo matendo, inakurudisha huku juu kabisa kwenye roho, ambako wewe kama idea unasema lakini mimi ni mtu aina fulani, mbona nilikuwa na mawazo yale rafiki yangu hadi nikafanya vitendo vile. Kwa hiyo it's the same thing, lakini sisi tunatumia ucheshi. Wow. Nini kilimtengeneza Deo kuwa hiki alicho? Umefanya umeshiriki, ni co-founder wa Watu Baki, ndio? Ni nini kilimtengeneza Deo? Is it shule au ni experience ya kitaa? Shida mwalimu? Hamna mkuu, hamna. Sio shule. Mimi nimekuwa na interest ya sanaa muda mrefu, lakini kwa sababu umeniuliza hivyo, ni interest ya sanaa, ni interest kama nilivyosema ya ambao pia ukiniuliza ngoja niweke hivi. Mimi nimezaliwa tarehe 7 mwezi wa 10 huku Tanzania, sawa, ambao kimsingi huo ulikuwa ni mwezi wa kwanza wa masika. Sawa. Watoto wote wanaozaliwa mwezi wa kwanza wa masika ni moto, kwa sababu kuna moto, kuna maji, kuna hewa, kuna ardhi. Sasa moto ni perspectives. Na mwezi wa kwanza wa masika ndo mwezi, kama masika ni mwanzo wa mwaka, ndo upya. Kwa hiyo sisi hapa ni watu ambao, au mtoto yoyote mwenye jua lake lilikuwa katika hicho kipindi, manake ni mtu ambaye anataka kuleta namna mpya ya kuona na kujisikia kuhusiana na vitu, which is perspectives, the way to see and feel about things. So umenielewa? Kwa hiyo kutokana na hiyo, mimi nimekuwa ni mtu fulani ambaye mara zote nakuwa tu najikuta hapo, kwa sababu hata mwezi wangu mimi pia ulikuwa hapo hapo, kwa sababu mwezi unatuambia kuhusiana na nafsi. Jua linatuambia kuhusiana na spirit, lakini kuna nyota ya mashariki inatuambia mwili wako na matendo yako unavyoyafanya. So anyway, mimi mwezi wangu uko hapa. So kimsingi mimi nafikiri na hisia zangu ziko kwenye kutaka kuanzisha vitu vipya, kutaka kuona, kwani hamna namna nyingine ya kuangalia, kwani hamna namna nyingine ya kuona. It's just who I am. I'm always looking at new ideas. I'm always looking. Sasa kwa mtu wa design hiyo, automatically ili uweze kuwa hivyo, you are always pia, kwa sababu nyota yangu ya mashariki ni mashuke, always niko kwenye tabia ya kuobserve vitu vinavyoendelea, na ninavyoobserve kwa nia ya kwamba nione nini kinafanya kazi, nini hakifanyi kazi, ili nilete perspective mpya. Kwa hiyo kwa kifupi, comedy, kilichotokea na comedy ni kwamba nikagundua I can make people laugh, lakini mimi mwenyewe ni mzuri katika kuigiza na nini, lakini nikagundua there is a way ambayo naweza nikafanya ya kwamba I can use that comedy kuwaonyesha watu kitu cha kwanza kinachoendelea, lakini pia kuwauliza watu, kwani hamna mbadala mwingine wangu, mbona kama tunahangaika sana? So that's it. Kwa hiyo nimekujibu hivyo kukwambia pia even my natures in reality it is my natures ambazo zimenilead mimi kufika hapa mimi. Yeah, tutakuja kuzungumza kuhusiana na university na kufanya kazi, itabidi kutafute live. You are very interesting person. Kuna kitu ningeweza nikachipina hapo kabla hujaondoka. Unaona mkono niliokuwa nakwambia jua liko hapa, mwezi uko pale. Kimsingi ukichunguza nimezungumzia hapo utagundua pia hiyo imegusa msimu wa mwaka ulivyo. Sasa ushawahi kusikiaga mtu ulikuwa unamuuliza bibi yako, umezaliwa mwaka gani? Asa mimi mwaka sijui, ila mimi nimezaliwa kipindi cha mvua fulani. Maana yake ni kwamba bibi yako alikuwa anataka kukupoint yeye ni mtoto wa masika, yeye ni mtoto wa kiangazi, yeye ni mtoto wa vuli, au yeye ni mtoto wa kipupwe.
So maana yake tunachozungumzia ni kwamba hata culture za binadamu, zenyewe, mpaka hata hizi Biblia zote, they are astrological tools, they are astrological books. Kwa maana hii hapa kwamba okay, kama nature za mwezi huu kuna nature za aina fulani, kiasi kwamba hata mtoto akizaliwa anakuaga hivi. Kwa hiyo kipindi hiki kuna kuaga na nini hasa? Sasa katika maswali kama hayo ndiko unakomsha siku unakuja kutokea na vitu kama Biblia, unatokea na vitu kama Greek mythology, zile tulikuwa tunaziita Zeus, sijui Apollo. Msingi wanachozungumzia ni jua, mwezi na vitu vingine walizotengeneza kama Saturn na nini, which are points of references za kuelezea tu ni watu wanapitia msimu gani. Ndio maana vinatoka vitabu. Leo nataka vitu viwili vya mwisho. Cha kwanza nataka uniambie, kuna kitu ambacho nimekigundua kwamba mimi napenda kukiita kafara ya kujua, kwamba unapojua kuna vitu fulani inakulimit sometimes, na nimegundua watu wajinga wengi wao wana make it, unakuta sehemu ulipo make it ni sehemu ulipoingia kama mjinga yani. Wewe una deal vipi na unajua vingi? Kimsingi mimi sehemu yote ambayo imenikataa na mimi nimeachana nayo. Kwa sababu kimsingi kama nimekuja hapa kujaribu mimi ambao ni wazo langu na kilichoniweka hapa kinajua kabisa kwamba mimi ni hiyo idea na niko hapa manake resources zangu mimi zipo. Huenda ni mimi nataka kucheza mchezo sehemu ambayo sihitajiki huko, mimi nahitajika sehemu nyingine. So kwa kifupi kwa nilipo, kwa sababu umeniambia tu kwa kifupi, ni kwamba hata hapa kwa mfano hapa nilipo, ndio maana nasema mimi sasa hivi hapa unaponiona ninachohangaika ni kutengeneza tamaduni za mbadala za kilichokuwepo sasa hivi. Hiyo nao kwambia hiyo tunasema madola yanaanguka, mimi naita beyond empires. Binadamu tunabidi tutafute staili nyingine ya kuungana, staili nyingine ya kuja pamoja, staili nyingine ya kutengeneza taasisi. Hizi taasisi kazi yake ni kutusimamia au kutunawilisha? Maswali kama hayo ndio najiuliza. So mimi I'm creating alternatives. Kwa hiyo ambaye ataenda ata resonate na hicho, mimi nitaenda naye na nitatengeneza, kama ni biashara nitatengeneza na wao. Ambako watanikataa, na sisemi kwamba wao ambao wamekataa ni kwa sababu wao ni wajinga au hawafai, ni kwamba level yao ya ukuaji. Hata mimi mwenyewe nilikuwa hapo at some point, iko hapo na anaona mambo hivyo, na uweze kumpangia mtu hivyo. Kwa hiyo okay, kuna simu iliingia hapo ya Deo, nadhani ndio maana imekata, lakini alikuwa make sense na ametengeneza point yake. Okay, Deo umerudi. Karibu Deo. Tunasema kwamba asante. So nasema kwamba silalamiki mimi. I know kwamba ninachokifikiria ni cha tofauti kidogo, na najua hakuna wazo ambalo jipi ambalo halijaleta upinzani wa aina fulani, na ni kwa sababu watu wameshazo. Maisha ni muhimu, maisha watu wanachukulia serious, na maisha yako serious. Kwa sababu mtu yeye ana taratibu zake fulani, anajua maisha yanaendaga hivi. Wewe unakuja kumwambia mbona wewe hujui hata ulivyozaliwa mwezi ulikuwa wapi? Mbona kama hiyo ni taarifa muhimu? Lazima yeye aseme bwana, mimi hapa namjua Yesu na hiyo inatosha, na inabidi umheshimu mtu hapo. Lakini kwa yule ambaye anataka kuuliza zaidi ya kwamba mpaka hao washikaji wenyewe wamesema Yesu alizaliwa Christmas tarehe 25, wanamaanisha nini? Huyo tutaulizana, na sisi tutakuwa kwenye hao wanaozungumza machine language. Tunarudi kule mwanzo, ambao hawataki kutumia cultures kama consumers, lakini wanataka kuwa watu wanaotengeneza culture. Ngoja mambo yake na Mark Zuckerberg. Okay, turudi kwenye mambo kidogo ya wanaofanya la mwisho hilo. Future ya comedy unaiona wapi? Naona vijana wafanya vizuri kama content creators. Nina argument yangu kuhusiana na kutumia too much hizi sound bites. Yule kama comedian ndo anakuchekesha, unajua vitu alivyoweka kwenye content. Ukisema up everything unaiona wapi kama founder pia wa watu wa comedy? Future yake ikoje kwa Tanzania? Mimi naiona bright, kwa sababu hata sisi wenyewe ambao tunafanya hii inaitwa stand up comedy haikuwa katika level hii ambayo imekuwa, na Watanzania nao ni watu wana style zao wao walizozoea kuchekeshwa, na kama vitu vinavyo advance pia hata ucheshi. Kwa mfano kuna jokes ambazo sasa hivi ucheki kabisa, lakini kuna kipindi fulani ulikufa. Ni kwamba tu umekuwa sasa hivi umeshatoka kwenye situation unaijua hiyo, unaona yale si yale. So kwa kweli kama unavyoona uzuri, kuna watu wanaona kama size mmezidisha au masauti hatutaki. Kwa hiyo na watu kama ndio pia at some point ndio unaota kuwafurahisha,
watu pia nao watachangia katika mabadiliko, but long story short, to say mimi naona inaenda mbele, na huenda naiona kwa sababu inaenda mbele kwa sababu pia mimi mwenyewe kuna namna fulani nitaifanya, kuna namna fulani naendelea kuifanya na naona inapoenda. Mimi naamini hivi, kwa sababu mambo yanabadilika, watu itabidi waambiane ukweli, watu itabidi wachunguzane, watu itabidi tushirikiane, sasa sisi au wewe ambaye unataka kwenda mbele. So comedy inakuwa ni ile jana nilikuwa discuss na ChatGPT, tukapata neno zuri sana, nilisema hivi, comedy kwangu mimi ninavyoifanya mimi inakuwa kama hivi, unataka kujifunza na unakuja kujicheka kama price. It's the price, laughter is the price to pay for knowledge, or the price to pay for awareness. Yani njoo tucheke hiyo situation, tunavocheka hiyo situation, wewe mwenyewe tunavocheka hizo circumstances ndio utagundua kumbe niko kwenye situation fulani, niache. Kwa mfano there is a joke of mine, nimeona tena juzi watu wameipost, ilikuwa inahusiana na swala la nimekata tena hiyo network jamani, wakati wanaume tuna point, wanaume tuna point na wanawake. Ilikuwa joke ya kuhusu nini ulikata hapo kidogo? Ilikuwa inahusiana na jinsi watu wanavyogombana kwenye manipulation za ugomvi kwenye ndoa au katika mahusiano. Huwezi amini kama wataki tusikie hiyo joke. Nilikuwa natamani nikaitafute, lakini ndio hivyo, network inakata jamani. Anyway, leo unaona network inakata. Point. Okay. Network inasumbua, lakini with that joke, the point ambayo watu walipata ni ile situation ya demo wako mnagombana, ugomvi unaenda huku, kamuingiza ule mama yako, kamleta huku. Kwa sasa kama wewe jana ni mlikuwa mnagombana hivyo na mpenzi wako, kichwa kikakimbia, leo ukaja kwenye comedy ukakuta tunaongelea kitu hicho, ndio unagundua kumbe sio mimi peke yangu, hii ni pattern. Kwa hiyo na wewe unakuwa umeshakuwa mjanja. So uweze kuniambia hicho kitu kitakufa kesho au akiendelee. That as a tool is always going to go on, lakini format inaweza kubadilika. Labda watu hawatapenda sketch zaidi, au kwenye sketch zao watakuwa wataki hizo kelele kama unavyosema wewe, au watu watahamia kwenye stand up. Lakini comedy is here to stay, kwa sababu ni ile zawadi ya Mungu kwamba bana unaweza ukajicheka alafu ukagundua pale nilipuyanga, ili kesho usirudie. Wow, aisee, hongereni sana. Fanya kitu kikubwa sana kuhudumia hisia zetu, na muda mrefu tulikuwa tujawahi kupata talent za kuchekesha. Wengi tulikuwa tunawaona kwenye TV tu tunajua, lakini kukuona ukiwa unaongea live inaona kama una connect zaidi na sisi. Kwa hiyo kila laheri leo. Kwambie nimegundua tunahitaji kuonana, tuifanye session kwa urefu na kwa ukaribu, twende deep zaidi. Kwa kweli kuna mengi ya kusema kwa ambao kama imeitwa madini.com, nimwambie mtu yote ambaye anajiuliza na anatafuta hayo madini, bro, yani usijisikize kabisa ile sauti inasema tatizo lako wewe mwanangu, wewe unataka kucomplicate wewe. Usisikilize kabisa hiyo sauti. Kimsingi nikwambie kabisa hiyo sauti nataka kubakisha wewe kuwa tu ni mtu mtumiaji, lakini huandiki chochote wala hauishi kutokana na hisia zako, kuziheshimu na mawazo unayoyapata. Endelea kutafuta madini, tuko watu wengi tunaoendelea na hiyo jani, na kama unavyoona brother hapa tumegundua tumeongea tu si wawili mbona kama inabidi tuonane, kuna vitu vingine tupeane. So keep it up. Hakuna mtu yeyote ambaye amefanya mabadiliko yoyote au yupo kwenye position ya ambayo let's say kwa wewe unaitafuta madini utaiona worthy, kwa sababu muda mwingine unasema mimi naitaka ile position, lakini kimsingi ile position ukipewa nakwambia sikia, sawa hisia zako hapa, tunaenda kwa style hii ambao kimsingi wewe uitaki. Sasa nikwambie, kwa wewe unaichunguza iko nafasi, hata kama hizo sehemu wanaukubali, kwa sababu unaonekana wewe una complicate, huyu jamaa ana complicate, wewe endelea kucomplicate mwanangu, tafuta madini ili wewe ujenge. We need new systems. Amen. I say tukutane East Africa Radio kwa round up ya Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni. Asante sana Deo. Asante sana mkuu.